Na hapa ni katika wodi ya watoto waliozaliwa wakiwa na changamoto mbalimbali. Hapa ndipo ambapo wanapatiwa matibabu, lakini hapo awali walilazimika kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma ili watoto hawa wabaki salama. Mganga mkuu wa mji wa Babati anatupitisha ni mafanikio makubwa. Kwa hiyo jengo hili tulipo ni jengo la watoto ambao wamepata changamoto, watoto wachanga ambao wamepata changamoto baada ya kuzaliwa. Na nikisema watoto wachanga namaanisha ni kwamba tangu kuzaliwa mpaka siku 28. Tunasema hao ndio watoto wachanga. Kwa watoto hawa wanaozaliwa na changamoto kwamba amezaliwa labda kuweza kupumua vizuri, amezaliwa amepata changamoto ya kupata homa na kadhalika, labda ni waambukizo na kadhalika. Watoto hao wanaletwa katika jengo hili kwa ajili ya kupata tiba maalum. Watoto hao tumewatenganisha na wagonjwa wengine kwa sababu kumbuka watoto wachanga kwanza kinga zao zinakuwa bado ziko chini. Kwa hiyo huwa tunataka wakae wao peke yao ili angalau kupunguza uwezekano mkubwa wa kupata maambukizi mengine kutoka kwa wagonjwa wengine. Kwa hiyo jengo hili kazi yake ndio hiyo. Kwa hiyo katika jengo hili kuna maeneo matano. Kuna eneo ambalo nimesimama hili ambao hao ni watoto ambao wana hali zao ambao wana changamoto lakini hawahitaji uangalizi maalum, kwa maana kuhitaji oksijeni, kuhitaji uangalizi maalum wa ziada. Hawa ni watoto ambao wako stable baada ya kupata matibabu ya awali ambao yawapelekea kuwa na changamoto nzito, huwa wanaletwa huko. Kwa watoto ambao wako stable wanakuja katika chumba hiki, wanakaa hapa. Na chumba kinachofuata kile huwa ni chumba ambacho watoto ambao wanahitaji uangalizi maalum. Kule utakutana kuna oksijeni ambao watoto kama wanahitaji kuwekewa oksijeni atakuwa oksijeni kule. Lakini pia kuna mashine za joto. Kwa maana mtoto huyu anaweza kuwa anahitaji joto zaidi kama alivyokuwa tumboni kwa mama yake, kwa atawekwa katika mashine kule. Kuna vifaa vya kisasa kabisa ambazo zinatoa joto maalum, inaitwa radiant warmers. Lakini pia kuna oksijeni ambayo anazipata kwa tena za kisasa kabisa. Kuna kifaa maalum kinaitwa CPAP kwa kupata oksijeni kupitia kifaa hicho. Lakini pia kule kuna watoto wengine wanaweza kujazaliwa wakiwa chini, wamezaliwa kabla siku zao, wanahitaji kuendelea kubaki kwenye joto maalum. Kuna kifaa kinaitwa incubator ambacho nacho kipo kule. Kuta mtoto amezaliwa chini ya kilo, ana kilo labda ana kilo 1.2, 1.5, watoto hao wanakwenda kule, wanaendelea kukaa katika mashine maalum ambayo inaitwa incubator. Watoto wanaendelea kupata joto lile mpaka atakapokuwa katika hali ile nzuri, kwa maana amekomaa amefikia kilo ambazo sasa anaweza kaendelea kukaa na mama yake, kwa tunamrudisha kwa mama yake na kuendelea kupata huduma za kawaida. Sehemu nyingine ni kwamba kuna chumba kingine ambazo mama kule ambapo mtoto sasa yuko katika matibabu maalum, kwa maana yule babu kuna oksijeni, mama huwa haruhusiwi kukaa kule na mtoto, lakini huwa anatakiwa kwenda kunyonyesha. Sasa kabla ya kwenda kunyonyesha kuna chumba maalum mama ambaye anatakiwa kwenda kule, atabadilisha nguo. Akishabadilisha nguo atakwenda kule kwenye kile chumba ambacho mtoto ataenda kuweza kumpatia maziwa kule. Lakini kule ndani pia kuna chumba cha wauguzi ambazo kule kuna sehemu ambazo kubadilisha nguo, wauguzi wanabadilisha nguo, lakini kuna sehemu maalum pia, chumba ambacho cha 5 sasa. Kuna sehemu maalum ambayo wauguzi na madaktari wanaweza kuanza kufanya mazoezi ya jinsi ya kuwahudumia watoto. Kwa kuna midoli tofauti kule ya watoto wachanga. Hii yote ni kwa maana ili kuendeleza kuhakikisha kwamba yale maarifa yao wanayo wanaendelea kuyafanyia kazi hata pale mgonjwa anapokuwa hayupo. Kwa kule kuna hicho chumba kina miongozo tofauti, lakini pia kuna hiyo midoli ambayo wanatumia kufanya mazoezi kuhakikisha kwamba wanaweza kutoa huduma zao bora kwa wagonjwa ambao watakuwa na hizo changamoto ambazo zinafanana hivyo. Kwa hiyo kwa kifupi niseme tena, niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6, Mheshimiwa Daktari Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwezesha kupata jengo kama hili. Jengo hili tulipata fedha milioni 25 kwa ajili ya ukarabati wa jengo hili kutoka Wizara ya Afya. Ni fedha ambazo zilitoka serikali kuu. Lakini tumepata pia vifaa vya kisasa kabisa ambavyo viko humu. Zaidi ya milioni 50 kitu viko hapa ndani. Ambavyo vyote viko katika jengo hili. Miaka huko ya nyuma ilikuwa watoto kama hao kuwapata, aidha uombe Mungu tu kwamba aweze kuna nini, lakini mara nyingi tulikuwa tunawapoteza. Na hata vifo vya watoto wachanga viko juu sana. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ilikuwa ni watoto ambao wanatakiwa mhudumie kwa wakati. Lakini wakati huo kama unalazimika kumsafiri basi anatakiwa asafirishwe kwanza akiwa yuko stable. Lakini bahati mbaya miaka ya nyuma, kwa sababu huduma kama hizi zilikuwa zipo, hata pale unapotaka kumpeleka katika hospitali nyingine ambayo unaweza kupata huduma zaidi, inashindikana kwa sababu anakwenda katika ikiwa hali mbaya. Aidha unaweza kufika katika hospitali ile akafariki au atakiwa njiani wakati mwingine kwa sababu vifaa tulikuwa hatuna. Lakini sasa hizi nitakueleza watoto hao walioko huko ndani, ingekuwa ni miaka ya nyuma wote tungekuwa tumeshawapa rufaa kwenda hospitali labda ni Muhimbili
Benjamin Mkapa au KCMC, lakini sasa tuko nao hapa katika hospitali ya wilaya ya mji wa Babati hapa. Yote haya ni kwa sababu serikali ya awamu ya 6 imeweza kutupatia vifaa hivi na kuweza kupatia huduma hizi na jengo hili. Kwa hiyo niendelee kumshukuru tena Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa awamu ya 6 kwa kuendelea kutupatia fedha hizi na vifaa hivi vya kisasa kabisa, na wagonjwa wetu wanaendelea kupata huduma hizi. Naitwa Serafia Benedict Panga kutoka Nigamsi. Huduma hapa ni nzuri, tunapewa huduma nzuri. Watoto wetu wanahudumiwa kama hivi na wanapewa huduma nzuri, na pia sisi pia tunapata huduma nzuri. Huduma hii singekuwepo nadhani hali ingekuwa mbaya sana, na pia tungekosa watoto wetu kwa ujumla. Tunashukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kutupatia huduma hii. Tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan. Hali ya hospitali ya Mlala imeboreshwa zaidi na huduma imekuwa nzuri zaidi na zaidi. Asante kwa kutazama, asante kwa kufuatilia. Mimi ni John Walter. Endelea kuifuatilia Walter Habari wakati wote.